Rais wa Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi amesema kwamba kama wachawi wa Misri, kama washauri wa viongozi, Mungu alipomtumia Musa kupeleka mapigo kumwadhibu Farao, badala ya wachawi na wenye hekima wa Misri kutafuta kupata suluhu kwa kuondoa tatizo, nao waliiga na kuleta vyura, majipu, nyoka au damu kwenye mto kwa hila zao, ili kumuonesha Musa kuwa nao wana uwezo. Ni hivyo hivyo kwa washauri wa viongozi wetu, badala ya kuwaonesha mapungufu yao na Mungu alivyowaumbua na haja ya kweli, haki na uwajibikaji, kama mfano wa mchungaji mwema katika kuliponya taifa kutoka katika mkwamo uliopelekea mauaji ya halaiki na kuaibisha taifa letu na kushusha hadhi ya taifa hili kama muhimili wa matumaini. Naona tunaendelea na kwanza mipango ya hila na ulaghai ya kizamani, kujaribu kupumbaza watu kwa kile kilichotokea badala ya kuponya majeraha. Huwezi kuficha moto, moshi umeonekana. Pili, mipango ya kutekateka na kubambika kesi watu kwa uchaguzi ambao kimsingi uliharibiwa na viongozi kwa kukataa kila aina ya ushauri na kuweka mkazo kwenye walaghai waliohimiza amani na utulivu, ambao kwa sasa wanasema maridhiano ni lazima. Tatu, kuendelea na kushupalia kesi hizi za kisiasa ambazo kimsingi hazina tija, haziko kwa maslahi ya taifa na zinaendelea kuchochea hasira, uchungu, visasi na mgawanyiko wa Tanganyika. Ni kuingia na kipande cha sigara kwenye tenki lenye petroli. Nne, kuendelea kupanga hila dhidi ya wale wanaotofautiana nao, kukana mauaji ya kimbari na kutueleza iliko miili ya mamia wa Tanganyika waliodhulumiwa uhai wao hadharani, na vyombo vilivyotakiwa kuwalinda ni kujaribu kupiga mbizi kwenye lami ukiamini unawakoga watazamaji. Tunaweza tukaumiza wananchi na Watanganyika kwa sababu ya chuki zetu kwa Chadema, lakini kumbukeni, kama ni mpango wa Mungu Chadema, basi Mungu aliyewalinda wanawake wa Kiebrania na kujifungua bila uangalizi wa kunga, ndio huyo atailinda Chadema kwa kadri ya mapenzi yake. Tatizo, tumeanguka badala ya kuamka tujistiri, tunaendelea kugaragara matopeni. Haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa. Aliandika hivyo Boniface Mwabukusi.